Hello, naitwa Dr. Gunewe, balozi wa ufalme. Basi tunaendelea sehemu ya pili ya kodi ya ufalme, na katika hii sehemu ya pili inaendelea katika ule Malaki 3:11 anasema hivi, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Sasa watu wengi wanashindwa kuelewa yeye alaye ni nani. Neno alaye ni neno zito sana kwenye lugha ya Kiebrania, limetumika neno baokel. Alaye ni nguvu fulani ambalo linatokana na ufalme wa giza. Maanake ni mission ya ufalme wa giza, yenyewe ina kazi, kwa sababu shetani na majeshi yake hayana real estate wala hayana mali. Yenyewe hawana mali zao zote wanazipata kwa njia ya kupola watu wasiotembea na sheria za ufalme. Kwa hiyo watu wote ambao hawatembei vizuri na sheria za ufalme, wao wana kazi ya kumpola, kwa sababu wanajua huyu amekiuka sheria za ufalme. Kwa hiyo ndio wako standby, wanavizia nani ambaye hajatoa kodi ya nchi. Wanajua kabisa huyu ambaye hajatoa kodi wameachiwa wao kwa ajili ya kuweza kuchukua vitu vyake. Ndio inaitwa baokel. Kwa hiyo ni dude fulani. Kwenye Kiingereza mtumia neno devour, lakini kwenye Kiswahili wanasema yeye alaye. Ni baokel, ni nguvu za kipepo ambao mapepo yote wanaruhusiwa kukuvuruga ili uweze pesa yako ipotee, kwa sababu inakuwa haina ulinzi wa kiserikali, kwa sababu umeiasi serikali. Ndio maana hao watasababisha magonjwa, watasababisha kutapeliwa, watasababisha akili yako ipungue. Utakuwa unatapeliwa, wakati mwingine unaweza ukavunjiwa nyumba, wakati mwingine unaweza ukapoteza pesa, ukapata hasara, wateja wasije, unaweza ukapata magonjwa tu, unauguza kila siku ili utumie pesa yako tu ovyo ovyo. Unaona? Kwa hiyo wao wanachofanya, wanakupora zile pesa bila wewe mwenyewe kujua. Unaweza ukajikuta unanunua vitu ovyo ovyo na unapoteza vitu, unajikuta wakati wote una pesa, lakini ili baokel anakufanya, ndio njia pekee shetani anayotumia kwa ajili ya kupola pesa kwa wanadamu wote, kupola utajiri kwa njia hiyo, na hilo ni muhimu sana. Kwa hiyo wanaweza mapepo yakakulengesha kwa mtu wao ili kumnufaisha mtu wao, ili ile pesa azipate yeye huyo mtu wao. Kwa hiyo wanatumia hii nguvu inaitwa baokel, wanasema devour alaye. Kwa hiyo wanasema nami kwa ajili nitamkemea ile. Kwa hiyo serikali inapokuwa imekuona umetoa kodi, manake itatuma majeshi ya malaika kwa ajili ya kukufanya uweze kulindwa wewe pamoja na familia yako, kila kitu chako kitalindwa. Kwa hiyo manake huyu baokel hataweza kuharibu uchumi wako wowote, na utaona kwa mbala. Ndio maana wengi wenu mnakuta kwamba mkipata pesa, utashangaa wale watu mtu anakupigia simu anaomba pesa, utashangaa huyu kajuaje? Ni kwamba baokel, mapepo yanatumwa pale kuweza kudestroy, kwa sababu yanajua, na yale yanasimama kwa kila mtu ndio yanavyofanya. Au ukiinvest, ukifanya jambo, unaona kabisa ukipata pesa, unaona pesa ikai, unaona kabisa utakuta magonjwa ndio yanakuja. Utakuta ukipata pesa, ukifanya hivi, unaona pesa unapata, lakini unaona mbona mimi sipandi. Utakuta kuna mtu mwingine anaingiza 200,000 kwa siku kwenye biashara 300,000, lakini unaona yani ni mfanya biashara wa muda mrefu, lakini huwezi kuona ule ujazo mkubwa yani wa kifalme, yani akawa na maisha mazito, lakini kwa sababu baokel anatafuna. Kwa hiyo mtu huyu hawezi kusonga popote. Lakini pia baokel anasababisha watu wengi wasipate ufunuo wa kimbingu, na utakuta mtu anakuwa hapati revelations za kimbingu za kumsaidia. Kwa hiyo wakati wote anakuwa anakwama. Anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye baokel, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Hapa wametumia neno mashamba, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake. Maanake ni kwamba wametumia tu mazao, kwa sababu Waisraeli kipindi kile walikuwa hawajaingia kwenye uchumi wa kipesa. Lakini sasa hizi pia unaweza kuwa huyu anaweza kukufanya mapepo haya, hii nguvu baokel inaweza kukufanya ukawa umesaini mkataba, dili inakuja kabisa, afu unashangaa ile dili inakatika. Au unakuja kabisa unashangaa dili, unashangaa imepotea. Yani dili inakuja baadaye imepotea, kwa sababu huyu baokel anakwenda ana destroy completely, na hiyo dili utakuta anapewa mtu mwingine ambaye yule ambaye anayefanya kazi ufalme wa giza, ndio anapewa ile connection ili aweze kupata hiyo dili, kwa sababu wewe umekosa kuwa mwaminifu kwa serikali. Na hii serikali ya mbinguni iliamua kumwacha yoyote ambaye asiye mwaminifu kwenye kodi. Maanake ni kwamba anakiuka sheria ya ufalme ya kusema kwamba mfalme ndio anamiliki vitu vyote. Kwa hiyo anaposema utoe kodi sehemu ya 10, maanake ukitoa kodi maanake unakiri kwamba hivi vitu ni vyake
lakini usipotoa manake unakiri vitu hivi sio vyake, ni vyako wewe. Kwa hiyo yote mwenye anayefanya hivi, anayekiuka, manake ni kwamba serikali inakuwa haina wajibu naye. Kwa hiyo huyu mtu anabaki kuwa open. Kwa hiyo mbingu inakuexpose kwa huyu Baokel ili kuharibikiwa. Utakuwa na magonjwa, yani utakuwa familia yako itakuwa kila siku pesa zako zinatumika kwa ovyo ovyo, unaona. Kwa hiyo utaona dili zinapotea. Unaweza kupata pesa wakati mwingine nyingi, lakini utashangaa pesa hazikai, au unaweza usipate, au unaweza ukaona maisha yako yanakuwa magumu sana, kwa sababu Baokel anaharibu kila kitu. Mstari 12 nasema, ndipo mataifa yote yatawaita mliobarikiwa, kwa maana nchi yenu itakuwa ya kupendeza sana, asema yao ya majeshi. Unaweza kuona ndio maana anayetoa kodi ni kwenye nchi hapa. Nchi inakuwa ya kubarikiwa. Ndio maana raia wote wa ufalme wanapojifunza kutoa kodi, maana yake ni kwamba ile chain mzunguko wa raia wote unaifanya nchi inakuwa ya kubarikiwa sana. Kwa mfano hata wewe raia wa ufalme mwenyewe utaweza kuona jinsi gani ambavyo utakavyostawi. Yeye utaona vitu vyako vinakwenda. Mbingu sasa imefunguka, zile revelation, ufunuo wa kimbingu kuhusu ufalme, kuhusu majibu ya maisha, utaona yanakuwa wazi. Mimi moja ya siri ambayo nikupe ilichofanya mpaka mbingu imenitumia kunipa maarifa makubwa ya vitu vingi, ni kwa sababu nina invest sana kwenye kumtolea kodi, malimbuko na vitu vingine. Yani nahakikisha kila wakati mimi nakuwa makini katika hilo, na hilo ndio limenifanya mpaka mbingu kufunguka na kunipa ufunuo wa mambo mengi sana duniani. Na hiyo ndio siri, hakuna kitu kingine, kwa sababu mbingu inakuamini. Najua kabisa kwamba huyu ana mtazamo wa kifalme, anaweza akafanya vitu vikubwa practically, kivitendo kabisa, na kuweza kuiletea dunia tija. Hilo ni muhimu sana. Kwa hiyo unakubalika, na ndio maana utakuta watu wengi wengine utakuta mtu akubaliki, unashangaa watu wamekuchukia. Na unaweza kuwa raia ufalme na umeujua ufalme, na tena ukiujua ufalme mbaya zaidi, usipotoa kodi ndio inakuwa mbaya zaidi, kwa sababu mara nyingi yeye anayejua vitu huwa kwake vitatakwa vingi, atapigwa zaidi. Lakini bora yule asiyejua. Na kipindi kile ambapo hujaujua ufalme ilikuwa ni afadhali, lakini saizi unavyojua ufalme na ukiwa utoi kodi, brothers and sisters, nataka nikwambie hali yako inaweza kuwa mbaya sana, kwa sababu wewe unajua vitu vingi. Kwa hiyo manake ile Baokel, yule alaya atakutafuta, kwa sababu anajua kanuni za kinchi, anajua. Kwa hiyo ndio maana ni bora hata usingejua habari za ufalme, lakini ni muhimu kujua, kwa sababu hii ndio maisha tulionayo. Ndio maana ni muhimu sana kuelewa hii. Ndio maana ukiangalia historia, miamba yote ya ufalme walioweka rekodi ya utajiri duniani walifundishwa kutoa kodi. Ibrahim alikuwa mtoaji kodi mzuri na aliufundisha uzao wake. Ibrahim alikuwa tajiri asio wa kawaida. Isaka mwenyewe alishakuwa tajiri nchi nzima, mpaka Wafilisti wakamwonea wivu. Unaweza kuona Yakobo alitajirika na alimwamidi mzee, akamwambia usiku nikienda ukanibariki chakula, ukanibariki utajiri, vitu mbalimbali, nikirudi nitakuja kukutolea sehemu ya 10 kodi yako. Walifundishwa, na ndio maana hiki kitu kimekuwa kwao ni kitu cha kawaida. Wote hawa walikuwa ni watoa kodi wakubwa, na waliweza kumwadhimisha mfalme Yahweh Elohim kwa viwango vya juu. Wao walikuwa kwao ni kitu cha kawaida sana kufanya hivi vitu. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana tukaelewa hii principle. Kodi ya ufalme ni muhimu, kwa sababu bila kodi huwezi ukapata utajiri. Ni ngumu sana, utapoteza muda, utakuwa tu na vitu lakini hutaweza kusonga mbele. Utakutana na vitu vingi vizito kwenye maisha yako. Utakuwa mtu ambaye unapiga mark time. Kuna watu wamekuwa wafanya biashara muda mrefu sana kwenye maisha, wanapata kipato lakini hawatoboi. Mwingine utakuta kwa sababu eti anawasaidia watu, anafikiri labda ndio eti mbingu itampa access. Sio kweli. Kumsaidia mtu ni matoleo mengine. Kuwasaidia watu chakula nini, hii haitoshi, ni matoleo mengine. Kodi ndio jambo la muhimu. Ndio wanasema hivi, mnanibia zaka pamoja na matoleo mengine. Hayo ni matoleo mengine, zaka ndio namba 1, alafu hayo yanafuata, kwa sababu zaka inakupa, unakwenda in line with the government, inakupa kuwa sawa na serikali. Maana serikali unapokuwa sawa na serikali ndio usalama wako ulipo. Kwa hiyo ni bora ukaanza kwanza kutoa kodi kwa mwaminifu, na kodi ni 10% ya kila unachopata. Umeletewa labda, let's say mtu kakuletea labda baskeli au pikipiki, umeona, unatoa kodi. Imetokea labda wazazi wako wamefariki, ukapata urithi, lazima utoe kodi. Utakuwa salama sana. Na ukifanya vitu hivi kwa ujumla na kwa upana, nataka nikwambie utakuwa mtu mkubwa, tajiri sana. Kwa hiyo kodi sio pesa tu, chochote kile kitu kidogo. Hata kama mtu kakupa 500, hakikisha shilingi 50 ni unatoa kodi. Yani ni muhimu, chochote kile. Hii itakupa upana sana wa maisha na utafika vikubwa sana. Watu wengi
wanatoa kodi pesa tu, hawatoi na vitu vingine. Ndio maana wanaweza wanakwama kwa sababu hawako waaminifu katika vitu vyote. Anasema return the whole tithe, na hii itafanya serikali ya mbinguni kukua karibu nawe na kukufungulia mbingu, utaweza kufika pakubwa sana. Sasa unaweza kujiuliza, je, umekuwa mwaminifu kodi yote? Je, ni mara ngapi rafiki yako amekuja amekuletea? Ni mara ngapi umerushiwa voucher? Unaweza kurushiwa voucher. Kwa mfano hapa Malkia Nancy Msofe amerusha voucher, maana amerusha voucher hii pato. Sasa nilichofanya na mimi nikatenga pembeni, kwa gharama ile ambayo ametuma, na pamoja tunatumia kwenye group kwa ajili ya, lakini hili ni pato, maana yake ni kwamba naweka pembeni sehemu ya 10 ya ile voucher, maana ile ni pesa, ni pato pia. Lazima kufanya hivyo, na hiyo ukifanya, Baba atakupenda na utaona serikali ya mbinguni inakufunguka kwa ajili yako. Nataka nikwambie, utatoboa popote, utakuwa na maarifa ambayo hujapata kuona, utakuwa na utisho sio kawaida. Biashara zako, shughuli zako zitakwenda kwa viwango vya juu, na ndio maana anasema nijaribuni. Ili swala la kujaribu, wewe jaribu, sio ujaribu pesa tu, lakini ukipata chochote, na lengo hasa la kutoa kodi. Mzee sio kwamba mzee wa mbinguni sio anataka kutukomoa. Sehemu ya 10 ni kitu kidogo sana ukilinganisha na sehemu 90 unayokwenda nayo, ila anachoangalia ni kutuonyesha namna gani tunaweza tukawa waaminifu. Anatupima uaminifu. Yeye ana kila kitu, hivi vyote vya kwake. Wewe mwenyewe pumzi unaopumua ya kwake, mwili huo wewe mwenyewe ni mali yake, amekumba yeye. Kwa anachotaka ni uaminifu, anachoataka kwako ni uaminifu, kuona unamkumbuka katika kila jambo analokupa. Unamkumbuka, maana yake unakuwa active, unakuwa cautious. Je, ukipewa hata kitu cha 1000 unakumbuka kwamba ni mali yake, na hii umepewa, maana yake ni kwamba unahitaji kutoa kodi hiyo katika 1000, maana yake kuna shilingi 100 kwake. Kwa hiyo hata kama umepewa pesa kidogo, hata 2000, kumbuka shilingi 200, toa kodi kwa uaminifu, bila kuangalia kuogopa. Utaona kabisa kwamba iwe ndogo iwe kubwa, na kila wakati ukipata pato unatoa. Hata kama mtu amekuletea labda miogo, fungu moja la miogo, unaangalia fungu moja la miogo hii shilingi 300 unamtolea kodi. Nataka nikwambie, utafika pakubwa sana, utapata access na vitu vyako vyote vitapanuka. Utapata ufunuo, mbingu itafunguka, upate ufunuo. Utaona dunia kwa upana, utaona michongo mingi, yani utaona kila eneo ukienda vitu unaviona zaidi ya wenzako, na utashangaa unaibua mali sehemu ambayo wengine waone, wewe utaona. Lakini kikubwa zaidi sana, sehemu ya 10 sio tu pesa unayopata, vitu vyote vile, ukiwa mwaminifu, the whole tithe, na ndipo maajabu yanapolala ya ufalme. Sasa wengine utakuta wanakuwa wanatoa pesa tu, anatoa pesa, akipata vitu vingine, hapana. Hapo unakuwa hujatoa the whole tithe. Na lengo hasa, mzee anatufundisha uaminifu. Naomba sana raia wa ufalme, popote mnaponisikia duniani popote, hiki kitu ni muhimu sana. Msipofanya, mtaendelea kupiga time na mtaona maisha yenu yakibadilika akiwa ya kifalme, kwa sababu yuko Baohel, yule alai devoila, atatafuna, atakupa. Utaweza kupata pesa, utakula chakula, lakini hutaweza kukifurahia na hutaweza kuona. Ndio maana wengi mna majonzi, mna huzuni. Utakuta umejifunza injili ya ufalme, unaanza kusikia raha, lakini raha hiyo inaweza kuta baadaye kaondoka, ule ufunuo wa ufalme ukaondoka, kwa sababu sio mtendaji kazi wa neno, sio mlipaji kodi. Unajikuta kwamba baadaye unaona kama vile unaona, mbona hiki kitu tunaona hakiniletei matokeo, kwa sababu hutoi kodi. Matokeo ya ufalme yapo katika kutembea na sheria zote, ikiwemo sheria namba 1 ya uwekezaji, kodi. Na ndio maana ukitoa kodi ya mfalme na matoleo mengine, unashangaa mbingu zinafunguka. Kwa nini mzee asingesema mbingu zifunguke baada ya kufanya vitu vingine, vyo sheria nyingine zote? Kwa nini sheria ndio amesema mbingu inafunguka? Kwa sababu wafalme wako wanampima mtu mwaminifu kwa mali wanazopata, kwa sababu wanajua watu wengi sana mali zinawafanya kuwa watumwa. Kwa hiyo wanajua, je, huyu akiwa na mali anaweza kunikumbuka? Na ndio maana wanapima sana mtu kupitia hilo eneo. Asante sana. Naitwa Dr. Gunewe, balozi wa ufalme. Leo nimeona nizungumzie kuhusiana na kodi tu, lakini clip nyingine nitazungumzia matoleo mengine. Asante sana.